Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo ni Afrika leo jioni. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Urusi yasema ina mpango wa kuongeza jukumu barani Afrika, ni pamoja na uhusiano nyeti wa usalama. Siku mgumu kwa mkoa wa Ukraine, shahidi kadhaa na roketi za upiga. Bibi harusi wa Kihindi aliyetoweka kamatwa kwa madai ya kuumwa mume wake wakiwa katika fungate. Marufuku ya kusafiri ya Trump inazuia raia kutoka nchi 12 kuanza kutekelezwa rasmi. Marekani na Uchina kukutana kwa mazungumzo ya kibiashara jijini London. Irani yaongeza marufuku ya kutembea kwa mbwa. Na nchini Kenya, maafisa wa polisi wasimamisha kazi Kenya maafisa wa polisi kwa kifo cha Albert Ojwang. Maandamano yamezidi kupamba moto kwa siku ya 3 huko Los Angeles, California, Marekani. Israel yasema imetambua mwili wa kiongozi wa Hamas Mohamed Simnoa. Na wanajeshi wa Israel waingia katika meli iliyobeba misaada na wanaharakati. Naam, na atumai ubweri wapi pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ameshirikisha umma picha za wanajeshi wakisherekea waliporejea Ukraine. Mabadilishano ya wafungwa yanaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Serikali ya Moscow na Kyiv zimethibitisha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mazungumzo hayo yanafanyika katika hatua kadhaa katika siku zijazo, akiongeza kuwa waliojeruhiwa vibaya na wanajeshi walio chini ya miaka 25 wanarudishwa. Akiandika kwenye Telegram, Zelensky amesema mchakato huo ni mgumu sana, kuna maelezo mengi nyeti, mazungumzo yanayoendelea karibu kila siku.
Urusi inapanga kuongeza ushirikiano na nchi za Kiafrika, ikiwa ni pamoja na katika maeneo nyeti kama vile ulinzi na usalama, Kremlin imesema siku ya Jumatatu. Kundi la mamluki la Urusi la Wagner limesema wiki iliyopita linaondoka nchini Mali baada ya kusaidia jeshi huko katika mapambano yake na wanamgambo wa Kiislamu. Lakini kikosi cha Africa Corps, kikosi cha jeshi kinachodhibitiwa na Kremlin, kimesema kitasalia katika nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika. Alipoulizwa hii ni maana ipi kwa jukumu la Urusi barani Afrika, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema uwepo wa Urusi barani Afrika unaongezeka. Kwa kweli, wamesema wanasaidia kukuza ushirikiano wao na nchi za Kiafrika. Kuongezeka zaidi kwa jukumu la usalama la Urusi katika sehemu za bara la Afrika, zikiwemo katika maeneo ya Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Guinea ya Ikweta, kuna tazamwa kwa wasiwasi na nchi za magharibi mawadia, huku Ufaransa na Marekani zikoondolewa katika mataifa hayo. Usiku wa Juni 9, jimbo la Livni lilipata shambulio kubwa. Makumi ya ndege zisizo rubani na makombora yamepiga katika mkoa huo pamoja na jiji la zamani la Dumno. Shambulio hilo liliendeshwa asubuhi. Makombora ya hypersonic ya Kizal yalipiga tena katika mkoa huo. Wakati huo takribani droni 50 za Ukraine zilipiga Urusi. Maafisa wakuu wa kikosi cha Ukraine wameripoti kwamba walipiga kiwanda cha UAV na ndege za Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limeripoti kwamba wakati wa usiku Warusi walianzisha mashambulio katika maeneo 499 juu ya Ukraine. Droni ya makombora ya palestiki na makombora yaliyosafiri masafa ya aina ya KH-31P KH Ondoa 35. Kulingana na data ya awali, makombora manne ya balistiki ya anga ya ballistic ya Kizal ya KH-22 na KH-35, makombora yaliyosafiri masafa ya aina ya KH-31P yalipigwa chini na UAV 277 yakisazwa. Polisi nchini India wamesema mwanamke ambaye alitoweka baada ya mumewe kupatikana ameuawa kikatili wakati wa fungate yuko kizuizini baada ya kujisalimisha. Familia ya wanandoa hao zilidai kuwa bibi harusi pia alikuwa ameuawa au kutekwa nyara na kuandaa kampeni kubwa ya kumtafuta. Polisi sasa wanadai kuwa Sonam Raghuvanshi miaka 25 alikodi wauaji kumuua mume wake Raja mwenye umri wa miaka 30 wakati wa safari yao kuelekea jimbo dogo la kaskazini mashariki mwa Mangalaya. Wanaume 4 pia wamekamatwa. Baba yake Sonam Devi Singh amemtetea binti akisema hana hatia na hawezi kufanya hivyo. Wanandoa hao wapya kutoka mji wa Idore katika jimbo la kati la Madhya Pradesh walikuwa wamemchagua Meghalaya kwa ajili ya fungate yao kwa sababu walisikia kuwa lina mabonde mazuri sana. Wenzi hao walikuwa wamefunga ndoa tarehe 11 Mei huko Indore katika sherehe iliyobarikiwa na familia zote mbili. Marufuku mpya ya kusafiri ya Rais Donald Trump ambayo inazuia raia wa nchi 12 kuingia Marekani ilianza kutekelezwa mida ya saa 6 usiku saa za mashariki ya taifa hilo ET na saa 11 saa za huko BST Jumatatu hii. Agizo hilo ambalo Trump alitia saini wiki iliyopita linawazuia raia wa Afghanistan, Yamna, Chad, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia na Sudan, na vilevile Yemen kuingia Marekani. Raia kutoka nchi 7 zaidi, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watakabiliwa na vikwazo vya kusafiri. Rais wa Marekani amesema orodha hiyo inaweza kurekebishwa ikiwa maboresho ya nyenzo yatafanywa wakati nchi nyingine
zinaweza kuongezwa iwapo vitisho vitatokea kote duniani. Ni mara ya pili Trump kuamuru marufuku ya kusafiri kutoka nchi fulani. Alitia saini agizo kama hilo mnamo mwaka 2017 wakati wa muhula wake wa kwanza ofisini. Ikulu ya White House imesema vizuizi hivyo vitalinda Marekani kutoka kwa wahalifu wa kigeni. Katika video iliyosambazwa kwenye tovuti yake ya mtandao ya Truth and Social wiki jana, Trump amesema shambulio la hivi majuzi huko Boulder, Colorado ilidhihirisha hatari kubwa iliyoletwa na raia wa kigeni ambao hawajachunguzwa ipasavyo. Watu 12 walijeruhiwa huko Colorado tarehe 1 Juni wakati mtu mmoja aliposhambuliwa kundi lililokuwa likiunga mkono mateka wa Israel. FBI ilitaja hilo kuwa shambulio lililoshukiwa kuwa la kigaidi na kusema kwamba mshukiwa alitumia kifaa cha kuwasha moto, vinywaji vya Molotov na vifaa vingine vya kuwasha. Duru mpya ya mazungumzo yenye lengo la kusuluhisha vita vya kibiashara kati ya Marekani na Uchina itafanyika mjini London hii leo, siku ya Jumatatu. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza Ijumaa kuwa wajumbe wakuu wa Marekani watakutana na wawakilishi wa Uchina. Mwishoni mwa wiki, Beijing ilithibitisha kuwa makamu wa waziri mkuu He Lifen atahudhuria mazungumzo hayo. Hilo limewadia baada ya Trump na kiongozi wa Uchina Xi Jinping kufanya mazungumzo kwa njia ya simu wiki iliyopita, ambayo rais wa Marekani alitaja kuwa yenye tija. Mwezi uliopita, mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani yaliafikiana makubaliano ya muda ya kupunguza ushuru wa bidhaa zinazouzwa kati yao, lakini tangu wakati huo nchi zote mbili zimeshutumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Maafisa wa Iran wameongeza marufuku ya kutembea kwa mbwa katika mji katika miji nchini humo, wakitaja utulivu wa umma na wasiwasi wa afya ya usalama. Marufuku hiyo ambayo inakisi amri ya polisi ya mwaka 2019 iliyozuia mbwa kutembea katika mji mkuu Tehran imeongezwa kwa takribani miji mingine 18 katika wiki iliyopita. Usafirishaji wa mbwa kwa magari pia umeharamishwa. Mwiliki wa mbwa haupendelewi nchini Iran na tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, huku mbwa wakichukuliwa kuwa najisi na mamlaka na kama ushawishi wa tamaduni za nchi za magharibi. Lakini licha ya hatua hiyo, umiliki wa mbwa unaongezeka hasa miongoni mwa vijana na unatazamwa kama aina ya uasi dhidi ya utawala wa Iran. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS nchini Kenya imewasimamisha kazi maafisa 5 walioko katika kituo kikuu cha polisi jiji kuu la Nairobi kuhusiana na kifo cha Albert Omondi Ojwang ambaye aliaga dunia akiwa kizuizini. Katika taarifa ya waandishi wa habari iliyotolewa Jumatatu hii tarehe 9, NPS imedhibitisha kusimamishwa kwa afisa mkuu wa kituo cha polisi OCS, afisa aliye kazini usiku huo, afisa aliyesimamia seli na maafisa wote ambao walikuwa kazini usiku huo. Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja aliagiza kuchukuliwa kwa hatua hiyo kuruhusu uchunguzi ufanyike kwa ukamilifu usio na upendeleo na wa haraka juu ya suala hilo ambalo unaongozwa na chombo huru cha kusimamia polisi nchini Kenya, IPOA. IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha Ojwang ambaye alikuwa amezuiliwa kwa uchapishaji wa taarifa za uongo. Babake Ojwang, Meshak Opio, amewaambia waandishi wa habari kuwa mwanawe alikamatwa kutokana na chapisho kwenye mtandao wa X katika mji wa magharibi mwa Homa Bay na kisha kusafirishwa kilomita 350 hadi jiji kuu la Nairobi. Awali taarifa ya polisi ilieleza kuwa akiwa kizuizini, mshukiwa alipata majeraha kichwani baada ya kujigonga kwenye ukuta wa seli. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International tawi la Kenya amesema kwamba kifo cha Ojwang alielezwa kuwa kama mwalimu na mwanablogi kinatia shaka. Amnesty imesema katika taarifa yake kwamba kifo chake kinaibua maswali mazito ambayo lazima kuchunguzwa kwa haraka na kina na kwa uhuru.
Akirejelea mazingira ya kukamatwa kwake, mkurugenzi wa Amnesty International Kenya Irungu Hongton amesema ni jambo la kushangaza sana kwamba Bwana Ojwang hakuwekwa katika kituo cha polisi eneo hilo baada ya kuzuiliwa, badala yake akachukuliwa na safari ndefu hadi jiji kuu la Nairobi. Wiki iliyopita msaidizi wa programu ambaye ni Rosa Njeri, ambaye aliunda jukwaa la kusaidia watu kupinga mswada wa fedha wa serikali, alishtakiwa kwa kukiuka sheria ya uhalifu wa mtandaoni. Maandamano yamezidi kupamba moto kwa siku ya tatu huko Los Angeles, ambako waandamanaji wanaopinga sera ya uhamiaji ya rais wa Marekani Donald Trump wanakabiliwa na maafisa wa usalama. Wanajeshi wa kikosi maalum waliotumwa na rais Trump mjini humo, licha ya pingamizi kutoka kwa gavana wa jimbo la California na meya wa mji wa Los Angeles, wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kukabiliana na waandamanaji hayo. Meya wa Los Angeles Karen Bass amesema machafuko katika jiji hilo yaliyochochewa na utawala, huku gavana wa California Gavin Newsom akisema kuwa uamuzi wa Donald Trump kupeleka walinzi wa kitaifa kwenye maandamano hayo ndio uliozidisha ghasia hizo. Waandamanaji walikusanyika karibu na eneo ambapo maafisa wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha walifanya uvamizi siku ya Jumamosi na kufunga barabara kuu. Democrats walitaja vitendo vya Trump kuwa matumizi mabaya ya mamlaka. Ni mara ya kwanza kwa rais wa Marekani kupeleka walinzi wa kitaifa katika jimbo la bila ombi kutoka kwa gavana wa eneo husika. Jeshi la Israeli limesema limeupata na kutambua mwili wa kiongozi wa Hamas Mohamed Simna, wiki tatu baada ya Israeli kutangaza wamemuua katika shambulio la angani. Mwili wake uligunduliwa kwenye handaki chini ya hospitali moja katika mji wa kusini wa Khan Yunis, jeshi la ulinzi Israel IDF imesema. Taarifa kutoka jeshi hilo limesema uchunguzi wa chembechembe za vinasaba DNA imedhibitisha kuwa ni mwili wa Simna, ingawa Hamas haijathibitisha hadharani kifo chake. Simna mwaka 49 aliuawa katika shambulio la anga la Mei 13 ambalo shirika la ulinzi la raia lililoendeshwa na Hamas limesema liliua watu 28 na kujeruhi kadhaa. Mwili wa Simna ulipatikana pamoja na ule wa Mohamed Sabane, kamanda wa kikosi cha Hamas cha Rafa IDF. Iliongeza kuwa vitu kadhaa vya Simna na Sabane vilipatikana pamoja na matokeo ya ziada ya kijasusi ambayo yalikusanywa kwa uchunguzi zaidi. IDF imesema miili mingine ilipatikana ambayo ilikuwa ikiendelea kutambuliwa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israeli imesema meli iliyobeba wanaharakati waliokuwa wakijaribu kuingia ukanda wa Gaza imevutwa na wanajeshi wa majini baada ya kufanikiwa kuingia kwenye meli hiyo kwa jina la Medellin. Israeli imesema hakuna aliyejeruhiwa katika operesheni ya kudhibiti chombo hicho ambacho kimeelekea Israeli, na kuongeza kuwa waliokuwemo kwenye boti hilo hawatarejeshwa kwenye nchi zao. Wanaharakati waliokuwa ndani walidhibitisha kuwa wanajeshi wa Israeli wameingia kwenye meli hiyo iliyokuwa ikijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, wakikaidi kizuizi cha Israeli cha baharini. Picha iliyochapishwa mtandaoni ilionyesha watu waliovalia jaketi za kuokoa maisha wakiwa wameketi huku wakiinua mikono yao juu. Mwanaharakati wa hali ya hewa Greta Thunberg ni miongoni mwa wale waliokuwa ndani mwa meli hiyo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iwapo basi unaungana nasi, ni kwamba kampuni ya TikTok imetangaza kuongeza uwekezaji wake nchini Uingereza, soko lake kubwa zaidi barani Ulaya, kwa kuunda ajira ya zaidi ya watu. Tangazo hilo lilitolewa Jumatatu sambamba na ufunguzi wa wiki ya teknolojia ya London, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anawakaribisha viongozi wa makampuni tofauti
teknolojia duniani. Kwa mujibu wa taarifa ya kampuni hiyo, idadi ya wafanyakazi wa TikTok nchini humo itafikia 3,000 kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza kuwa mchakato mpya wa kubadilishana wafungwa kati ya Ukraine na Urusi umeanza. Marufuku mpya ya kusafiri iliyowekwa na rais wa Marekani Donald Trump imeanza kutekelezwa rasmi hii leo. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki katika hatua yake ya uratibu. Kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri itakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.